kama mtu amekula pesa hata kuwa salama. Hiyo naomba niweke wazi. Pesa ya halmashauri haitakuwa salama. Malaki 3, 7 mpaka 10 huko anazungumza. Anasema mnijaribu leo kwa zaka na sadaka. Muone kama sitafungua milango na madirisha ya mbinguni, mkose paka mahali pa kuweka. Umefanya vizuri. Kunyuma kulikuwa kuna uchafu mkubwa sana. Kwa hiyo kilichopo ni kulinda sasa yale mapinduzi na mageuzi mazuri ambayo mnasimamia. Na mimi nilijua tu ukikuta mahali akina mama wamepangana wamejitambua, hapo hamwezi mkalingana mkaleta tofauti. Nimeangalia ule mchanganyiko hapa, nikasema kuna kitu mtatoka nacho leo hii. Nimekiona kwenye kabrasha hili limetengenezwa kimakini sana hili. Ni kwa sababu ya uwepo wa timu hii. Wazee siwaamini sana siku hizi, lakini tunaaminiana, lakini sio sana kama kina mama mkifanya mapinduzi. Kwa hiyo ni kikubwa, niwapongeze, mlinde hiyo heshima kubwa ambayo mmejipatia hapa. Na machache DMO, vijiji vingapi havina zahanati? Vijiji 74. Sasa nitoe maagizo, vijiji vyote 74 katika halmashauri hii kuna maafisa tarafa. Hebu mko maafisa tarafa hapa? Naomba niabebe ya maagizo ninyi maafisa tarafa. Ninyi ndio mnaomsaidia mkuu wa wilaya kule mlipo kwenye kata zenu. Iteni watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, tunaelewana. Kila kijiji kipate ramani, eneo tujiridhishe lipo, kianze kuchimba msingi wa zahanati kila kijiji. Tunaelewana? Tutafute mchanga, tutafute mawe. Na mimi ninakuja, waheshimiwa madiwani, ninakuja kuzunguka kata zote. Tunataka 2025 wakati katibu wetu wa chama hapa anasimama kwenye jukwaa anawanadi madiwani, anasema tuliahidi, tumetekeleza. Kila diwani kuna kitu alichoahidi kwa chama chake. Tunaelewana? Lakini kwa kazi ambayo nimepewa mimi, kwa ilani ambayo nasimamia serikali iliyoko madarakani, ilizungumzia zahanati kila kijiji na mengine ambayo yapo. Huko nilipotoka tumemaliza kuanza kazi, maboma yanakwenda kwa hatua mbali, lakini hapa 70 ni idadi kubwa mno. Nimetoka Buchosa 24, tulikuta ngapi pale nani? Sengerema 30, Sengerema 30, hapa 70. Kwa hiyo vijiji vyote hivyo wananchi hao wanahitaji huduma. Mkianza mtawaambia hatua gani tunakwenda kule. Nitakuja kwenye kata zenu zote na tarafa zenu zote. Mwenge ukiondoka mimi naingia site. Tutakutana na site tujue hiyo kazi inaendaje. Tunaelewana? Tulishafanya formula hiyo itakubali na hapa itakubali. Kwa hiyo nitoe hiyo maagizo. Mhandisi huko hapa, ramani unayo ya sasa hivi wizarani ya zahanati, biotu yake inasema ni shilingi ngapi jengo moja? Naam? Ndio nakwambia kwenye jengo la zahanati vile vyumba vyote ni shilingi ngapi kwenye biotu yake mchoro wa sasa hivi? Naam? Hapana, azidi 60. Hilo jengo ni la zamani, huo mchoro ni wa zamani. Zahanati standard za wizara ramani mpya iliyotoka. Manelewa, sio milioni 200. Milioni 200 tunajenga nusu ya kituo cha afya, majengo yale mapya hata matatu makubwa mno. Unaelewana? Mkaguzi wa ndani, usinakumbuka tulizungumza kule. Hebu tu-coordinate mkao tuwaletee ramani ya sasa hivi, sawa? Na BOQ standard ili tuwe na tafsiri moja. Ili tusipeleke ulaji huko vijijini, sawa? Tuwaletea BOQ vizuri, tutaiangalia vizuri. Na mahitaji tena tuandike Kiswahili. Sawa? Siandike Kiingereza kusumbua. Tuandike Kiswahili ili kila mtu hata mwenyekiti wa kijiji awe naye. Sawa? Na tunapozungumzia kama tunahitaji kokoto,
Usiandike sijui nini kokoto cubic meter 7,700. Andika fuso 5 za kokoto tani 3. Tutafsiri kwenye lugha hata mtu ambaye alienda shule asome ajue anaweza kusimamia mradi. Sawa? Tusimfike mtu kwenye maneno ya lugha za kigeni ili ashinde kuelewa. Tena hata ukiandika Kisukuma sawa. Umeelewa? Hiyo ndio kwa tutapitia hapo tujihakikishe miradi inaendelea. Waheshimiwa madiwani, naomba niwape namba yangu ya simu 0768 08 35 66. Narudia 0768 08 35 66. Kuna mambo yanawezekana mlishindwa kufunguka hapa. Kwa namba hiyo mnaweza mkafunguka tu baadaye. Kama kuna jambo aliendi, kuna mwizi, kuna mtu amepiga, chochote vile kinasababisha halmashauri isiende mbali, tutawasiliana. Lakini pia zaidi kwenye mambo ya maendeleo, kuna mambo, kuna maono unayo, kuna ndoto mnazo, tutaweza kushirikiana kwa pamoja na sio nini tu, namba yote yaliyopo hapa kwa ajili ya kuwasiliana. Lengo ni kuboresha sana. Tuko kwenye mapambano ya maendeleo, haihitaji mpaka uje uende kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya mtafute katibu wa mkuu wa mkoa, katibu wa mkuu wa mkoa kwambie mkuu wa mkoa patikane njoo tarehe. Mimi sina urasimu wa namna hiyo. Sawa? Wewe ukiingia Mwanza tafuta ofisi ya mkuu wa mkoa, ukiambiwa yupo uje nipo site. Kama nipo ingia. Tunaelewana? Hakuna kikwazo, hata msaidizi wangu anajua pale. Namba nimekupa, unapiga masaa yote. Isipokuwa saa 9 usiku ni acha kidogo anapiga dua. Lazima upate chaji kidogo. Mengi yameongelewa waheshimiwa viongozi. Mengi yameongelewa, lakini kikubwa mimi nitoe wito tuko wataalamu, thamani ya fedha ionekane. Tutakuja tutakagua majengo, tunajua kama tumepigwa hatujapigwa, tunajua kwa sababu tuna uzoefu. Mimi milioni 80 nimejenga shule. Milioni 80 ambapo kwenye DOP unaambiwa ni vyumba 4. Mimi nilijenga shule mpya ya msingi yenye vyumba 7 na ofisi 2 kwenye hiyo change. Kwa sababu chumba kimoja cha darasa kina kuta 4, vyumba 2 havina kuta 8. Vinakuta ngapi? 7, vyumba 2. Ukuta wa katikati vina share. Kwa hiyo change lazima ibakie. Lakini kwenye force account serikali inaleta milioni 20 itumike kama kwenye ujenzi wa madarasa, kwa hiyo ni bei ya mkandarasi. Kwenye force account mkandarasi anatakiwa alipie VAT 18%. Kuna withholding tax, si ndio? Inakaribia kama 20%. Lakini kuna ufundi, basi weka 10%. Unapata asilimia ngapi? 30. Asilimia 30 ya milioni 20 shilingi ngapi? Milioni 6. Milioni 20 toa milioni 6 unajenga chumba kwa milioni 14. Ukiweka vigae milioni 15, potelea mbali milioni 16, jengo limekamilika na marumaru na vioo vinang'ara. Chenji imebakia milioni 4. Tunakwenda kununua meza na kiti. Afisa elimu hapo sekondari, meza na kiti sekondari ni shilingi ngapi wewe? Uko gali sana wewe. Rori ya kule tulikuta ni 50,000, nimetoka kuchosha 50,000, chuma kwa chuma, kiti cha chuma na mbao chuma. Tunaelewana? Utajua sasa, watakusaidia mkaguzi ajue ni shilingi ngapi. Mimi ni kanda ya Ziwa, Mungu amenipa neema kwa mikoa mitatu. Sawa? Na nimeshafanya study zangu na makabrasha yangu ni nani. Ninajua wapi bei gani na change inapatikana wapi. 70 ni hela nyingi sana. Watakusaidia mahali ambapo kuna bei nzuri. Tunaelewana? Kwa hiyo utajikuta unatengeneza madarasa, hela inabakia, unaweka thamani na fedha inaonekana. Lakini sehemu nyingine milioni 20 anakuambia imeishia hapa tu mkuu. Tena anakuambia ilikuwa ni ngumu. Mafundi wagumu hawapatikana. Hali mkuu, watu wanatafuta pesa hapa, wewe lazima wagumu. Kuna watu wanatafuta kazi siku na mchana.
hiyo kazi ambayo unaona kama eti fundi amekataa amegomea mradi milioni 2 eti fundi amegoma. Kama fundi wewe umemgomesha, anaambia atakataa, watakubali. Kuna mali nilikubaliana na mafundi wakaambia kataeni, nikaenda kumwambia mkuu kazi haiwezekani, nikaingia mtaani nikatafuta mafundi wakaja, baada akaja anambia mkuu tusamehe, ilikuwa ni fitina tu hapo, jamaa alitaka tumgawie chochote, sasa fitina ikaja ndio maana wakatugomea. Nikamwambia hamna shida, mimi nahurumia tu, imani yangu inaniruhusu kusamehe. Nikapatia mradi mwingine, kazi kaendelea. Lazima tutumie vizuri fedha ya umma inayokuja. Naomba niwaambie kweli, serikali iliyopo madarakani, sisi wote watumishi wa serikali tulioko hapa mweza tumepata ridhaa kuja kutekeleza ilani na tumekabidhiwa ilani. Chama kilisema mkitupa ridhaa sisi ya kuunda serikali tutafanya haya. Sasa chama kimeaminiwa, serikali imeletwa, ndio tuko hapa na katibu yuko hapa, amekuja. Ajaja kimakosa hapa, amekuja kimkakati. Kuna kitabu chake anakisimamia ndani hapa, na ndio maana hata mimi nimeshamwambia hapa, mimi nimeongea na watendaji na katibu ataongea na katibu, ataongea na viongozi wa kata, na kwenye kata kule wapo, kuna mwenyekiti wapo wa vyama vyetu wote wako mle. Tutakutana nao sasa na watendaji, ngoma itaingia katikati itachezwa, lakini huwezi kucheza ngoma bila kujua mdundo. Lazima tuwe na mawimbi ya maendeleo. Kwa tutakwenda kule na madiwani ninyi wenye vitu wa kamati za maendeleo, lakini makatibu wenu ni watendaji wa kata na ni wahamasishaji, na lazima kuwe na muungano usiotenganika wa kimkakati wa maendeleo, na vijiji vyote twende pamoja. Kama kuna mtu mzembe afanye kule, tunamweka pembeni kabisa. Lazima maendeleo yaende mbele. Kama tumempeleka mtu ajitambue aelewe. Kuna mahali nilienda kwenye kata moja, nikakuta mtendaji alishahama kwa sababu hawajibiki. Asubuhi aonane na mkurugenzi, akutane na mkuu wa wilaya, akutane na mkuu wa mkoa, anaweza kumwambia niko upande huu nafanya shughuli. Nilipoingia kwenye mkutano akaja mzee mmoja wa chama, akakasirika kabisa alipomwona kwenye kile kikao. Nikaona mzee ananyosha mkono, akasema mzee sangeniacha nianze. Akaniambia mkuu wa mkoa naomba najoja naoje. Akasema huyo ndio amekuja leo, huyo amekuja leo. Fitina kuna wakati mwingine mzuri. Na mimi nikafuatilia nikakuta yule mtu ana matatizo. Kwa ndio maana tunashuka chini kwenye kata. Kwa nimesema haya ni na maeneo mengine tutakuja kukutana, lakini mimi nitakuja kukagua miradi ya madini. Naomba DC nipatie contact, unipe taarifa nini kinafanyika kwenye eneo hilo, ili tukubaliane tuwaite hela itoke hapa isaidie wananchi kama ipo. Lakini jingine ni waombe viongozi, madiwani, tafuteni ardhi maeneo mazuri hapa Kwimba ambao mnaweza mkawekeza miradi ambayo ikaleta mapato mazuri, kama ni frame za kisasa, eneo ambalo ni zuri. Ile eneo sasa limeshakuwa na fitina na mgogoro, pambaneni. Hakuna kitu kibaya kama mgogoro. Mahali popote kwenye mgogoro maendeleo yanachelewa. Mgogoro wote ukiendekezwa unachelewesha maendeleo. Lakini wacha mgogoro utatulie, lakini jiridhisheni kama mna maeneo au muongeze maeneo mengine ya kiuwekezaji. Mtakuja tushauriana. Nimewapa namba zangu za simu. Tutaendelea kushauriana kwa pamoja kimkakati ili tupate mafanikio makubwa ya pamoja. Kwa hiyo hayo ndio nimeona nifanye kama katika kujumuisha, lakini vikubwa nimeridhika na hali halisi ya sasa hivi ilipo. Kwa hiyo ni kuimarisha tu hayo maeneo mengine ili tuweze kukundia. Mna mahitaji makubwa, shule mnahitaji kujenga madarasa ya kutosha, mmeona projection ni kubwa mno. Kwa hiyo Mungu ametupa uzao, ni baraka. Hao watoto wengi sio laana, ni baraka. Tunaelewa na viongozi, watoto ni baraka sio laana. Na Mungu amesema kwenye maandiko, nendeni mkaijaze dunia. Na mimi nimekuta Ngudu kuna maeneo bado hakuna watu. Kwa hiyo hata wao waliopo bado ni wachache. Kwa hiyo sisi kilichopo, ukishapata baraka ni kuitumia hiyo baraka, kujipanga kimkakati ili uweze kuwajibika. Na kila baraka ina wajibu.
Uongo kina mama. Kuna wajibu. Kuna wajibu. Kwa hiyo tupokee baraka zote hizo na tujipange. Lakini pia kikubwa watendaji tuelewe maeneo yetu ya kazi. Afisa mipango uwe na mipango bana, ujue nini kipo. Kuna mradi umeandaliwa, je, una faida au una faida? Faida ni kiasi gani tujue. Sasa hapa tumeandaa kliniki ya mifugo, hatuna hata andiko mradi, hatujui tuinject kiasi gani halmashauri ili tuanze kupata mapato. Inawezekana milioni 20 tukiweka tutapata milioni 100. Ndio mipango hiyo, ndio kuangalia mbele pia. Lakini mipango pia tujue tuna elimu bure ilitangazwa. Sasa elimu bure inaleta nini? Ndio projection. Unapoingia kupanga utekelezaji wa miradi ya elimu, jua kuna elimu bure ilikuwepo, mikakati ikoje, taratibu zikoje. Kuna mengine pia, kuna kata shule ya sekondari. Hebu niulize tena, afisa elimu sekondari, kuna kata ipi haina shule ya sekondari kwenye wilaya hii? Kata moja ya Karalo. Ni kata moja tu haina sekondari. Ni kata ipi? Kata ya Karalo. Ardhi ipo? Ardhi ipo na jamii ikianza kujenga, tayari wameshanyanyua madarasa. Imeanza kunyanyuliwa? Ndio. Safi, nilitaka hiyo hivyo. Kama kungekuwa hakuna zote tungeingia site hapo. Hakuna kuacha kiporo. Tumeelewa? Vyote maendeleo lazima yatanyanyuka. Namna gani mbinu utazijua uwanja wa mapambano? Wewe ungeingia vitani tu unashindwa kupiga bunduki. Tumeelewana? Mbinu za mapambano, mbinu za medani unazipata kwenye uwanja wa mapambano. Ukishafika pale unajua hapa ni nyati au nifanye nini? Na silaha gani nitumie? Ni uwanja wa mapambano. Kwa ndio maana nimwambia hao watendaji tukachimbe msingi. Jengo litanyanyuka namna gani tutakuwa site, tutaelewana. Hata madiwani hapa wengine wana formula. Wanagundua mimi nikianza kwangu hapa kijiji changu kile hivi vile, mimi napeleka hata siku 2 za maji. Wanaweza. Mbunge ana mbinu zake za kufanya pia. Yupo na ataweka mikakati yake tu kwenye eneo langu ili ngoja nipeleke kwa. Hata ana mbinu zake za kufanya. Mkuu wa wilaya naye anaweza kuhamasisha kikao maalum cha wadau wa maendeleo. Wakaleta vitu pale site. Na bado mkuu wa mkoa hajakaa kikao chake maalum cha kusaidia kuchangia maendeleo. Tunaelewana? Jamani, abiria anayepewa lifti si aliyeko nyumbani, ni aliyeko barabarani. Huo ni msemo wetu wa Kisambaa. Tunaelewana? Wewe hauna nauli, uko nyumbani umejificha, hautaonekana. Jitokeze barabarani mama, tena uwe smart ili upate lift. Jitokeze barabarani, weka pochi yako imeng'aa, kiatu kile cha mnyanyuko ionekane wewe ni mtu wa celebration. Sawa? Una status ya juu. Alafu nenda kwa mnato, alafu fanya hivi. Madereva watasimama, watakwambia tena, wakwambia unaenda wapi? Mwambie mimi nakwambia ingia tu kwa kupata abiria. Baadaye unaambia bana wewe unafika wapi? Mimi nafika Dar es Salaam, mimi shushia Dodoma. Na unaweza ukala humo chakula cha abiria cha. Umeelewa? Lakini wewe hauna nauli, umekaa nyumbani, unalalamika. Nani anakuona huko? Tulete miradi tuanze, itaonekana. Wadau watatutembelea, watatusaidia. Kuna fedha zinatolewa kwa ajili ya kumalizia zahanati, wewe haujaanza. Fedha ikija kumaliziaje, wewe haujaanza. Lakini kidogo kidogo ujaza kibaba. Tunataka 2025 tu tumemaliza. Kwa hiyo tuna 22, 23, 24, miaka mitatu tunayo. Inawezekana. Tunaelewana waheshimiwa? Nimesema ni wiki haya wazi kwamba tutakuja tuelezana na mambo mengine yaliyopo. Najua katibu tawala mkuu ataendelea ratiba ziara kidogo, mtaangalia. Mtakuwa na break kidogo kwa ajili ya kazi za mambo mengine, lakini kimsingi mimi ni mtu wa kukaa site. Na allergy ya kukaa site, sio mjini. Sipendi sana kwenye magari, naogopa kubongwa. Napenda kwenye site unachimba kutoka jengo hili nyumbani unakaa uzururi tu. Ajali nyingi zinatokana na kuzurura. Kwa sababu mimi sijazoea sehemu zenye magari mengi. Kwa hiyo tutakuja huku tutapambana huku Ngudu na wapi kule. Ndio. Hapa Ngudu ukipita huko kwenye maeneo yote. Cheza kote. Tutapita huko kote. Tunaelewa. Na kwa hiyo madiwani mimi nikija kwenye ziara nitaangalia maeneo ambayo nitakuja. Tutaomba angalau kuwe na debe la uji. Ili tunywe uji na kazi iendelee. Hakuna mengine. Kwa hiyo naomba mimi ni kuishia hapa, niishie hapa na kikao kingine
namba yangu nimewapa, napatikana kwa ajili ya ushauri, lakini niwapongeze uongozi wote, kamati ya usalama kwa ujumla. Kuna maeneo ambayo tulisema tunahitaji kuyachunguza kama mtu amekula pesa hata kuwa salama. Hiyo naomba niweke wazi. Pesa ya halmashauri haitakuwa salama. Anayekula pesa hapa huwa ni constant. Naomba kamati ya usalama katika ajenda ya kudumu ni watu waliokula pesa ya serikali ndani ya wilaya. Yaani mnakuja hiyo topic hiyo inajirudia. Waliokula mapato ya serikali ni hao. Je, hatua gani imechukuliwa? Wamelipa ngapi? Bado watano. Tumemaliza kikao. Mwezi uliopita tunajirudia. Hao wamerudi, tunamuita. Yuko wapi? Turudie. Hela ya serikali waibiwi. Ndio ile baraka yenye kuleta maendeleo hapa. Tunaelewa na ndugu zangu? Tulitoka kule jana ndio namalizia hivyo naondoka. Kuna watu wengine wanalaumu kwamba hali ni ngumu. Hali sio ngumu. Ukipata pesa, jifunze kumtolea Mungu fungu la 10 ili akubariki. Lazima niwape na mambo ya rohoni, sio ya mwilini tu. Malaki 3:7 mpaka 10 kwa anazungumza. Anasema mnijaribu leo kwa zaka na sadaka, muone kama sitafungua milango na madirisha ya mbinguni, mkose paka mahali pa kuweka, na mimi pia nitamkemea anayekula. Wewe leo unapata pesa, unalima shamba, ngedere wanaingia. Ngedere wanaletwa na Mungu kwa sababu ameshinda kuwakemea, umekula hela yake. Ndio amesema hapo kwenye maandiko, nitamkemea anayekula ni ngedere. Au mama, hujasikia mama mume wako sio wenye, kuna sehemu nyingine ikifika mwisho wa mwezi baba anaugua, hela akipata, akitoka Bugando hela ikikata anakuwa na nafuu, anatoka kwa sababu amemkosea Mungu. Na dawa hiyo sio serikali, ni kutoa fungu la 10 ili Mungu akuponye, afungue milango na madirisha. Duniani hakuna serikali inayofungua benki kuu. CRDB anakuambia mnijaribu mimi serikali, muone kama sitafungua milango ya benki, mjaze briefcase, mtoke na hela, mkose mahali pa kubebea. Hakuna, hata Marekani hamna. Mwenye uwezo wa kufungua hazina kuu ya mbinguni ni Mungu. Turizike na mapato yetu na mishahara yetu, tutoe fungu la 10, tutaenda vizuri, wala tusiogope. Kuna kijana mmoja alisema maisha magumu, ana watoto 3. Mimi nasema narizika na mshahara wangu, natoa fungu la 10, nimeomba Mungu watoto 12, ninao 7 na kazi inaendelea. Asanteni sana, nimemaliza na niendelee. Nimefunga kikao changu. BMG pamoja daima.